Hujambo na karibu katika rubaa za kimataifa kutoka Arusha One Radio. Jina langu ni Awadh Rashidi. Mkuu wa majeshi nchini Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba amethibitisha kuwa vikosi vyake vimepelekwa katika mji mkuu wa Sudan Kusini, Juba, kumsaidia Rais Salva Kiir kulinda nchi yake. Haya yanajiri kufuatia mvutano kuzidi kati ya Kiir na naibu wake Riek Machar na kuzua hofu kuwa makubaliano yao ya amani huenda yakayumba na vita kurejea. Jenerali Muhoozi hata hivyo hajatoa sababu kamili kwa nini Uganda imeamua kutuma vikosi vyake katika nchi hiyo jirani, lakini amesisitiza hatua yoyote inayolenga kumuondoa Rais Salva Kiir madarakani ni tangazo la vita dhidi ya Uganda. Tutalinda ardhi yote ya Sudan Kusini kama vile tunalinda ardhi yetu, aliongeza Muhoozi katika chapisho lililoliweka katika mtandao wake wa kijamii wa X. Hata hivyo, Sudan Kusini haijazungumzia tangazo hilo la kupata msaada kutoka Uganda. Hali ya wasiwasi kuhusu usalama nchini Sudan Kusini imeendelea kuongezeka, huku Marekani ikiamuru wafanyakazi wake wasiokuwa na dharura kuondoka katika nchi hiyo mara moja. Wiki iliyopita, naibu mkuu wa jeshi la Sudan Kusini pamoja na mawaziri wawili, wote ni washirika wa Machar, walikamatwa na vikosi vya usalama. Tukio hilo limekosolewa vikali na upinzani ambao ulieleza kama uvunjaji mkubwa wa makubaliano ya amani yaliyopo. Makubaliano kugawana mamlaka ya mwaka 2018 kati ya Kiir na Machar yalisitisha mapigano, lakini vipengele muhimu vya makubaliano hayo bado havijafikiwa, ikiwemo kuundwa kwa katiba mpya, uchaguzi wa kidemokrasia na kuunganishwa kwa vikundi vyenye silaha katika jeshi moja. Na tukitoka huko nchini Uganda, sasa tuelekee nchini Burundi ambapo shughuli mbalimbali za kibiashara zimeporomoka nchini Burundi tangu vilipoongezeka vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwezi Februari mwaka jana. Eneo la Gatumba lililoko kwenye mpaka wa magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeathiriwa sana na vita, hasa katika sekta yake ya uchukuzi na biashara. Familia nyingi zinazoishi kando ya barabara taifa inaunganisha Bujumbura na Uvira zina matatizo mengi ya kiuchumi kutokana na kushuka kwa kasi kwa harakati za biashara. Pasconta ni dereva anayefanya kazi katika njia ya Bujumbura Gatumba Uvira, amesema na nukuu, siku hizi tuna abiria wachache sana wanaosafiri kutoka Uvira kwenda Burundi, wakati mwingine tunakuwa na abiria wawili tu. Hali imebadilika sana. Baadhi ya wakati tunataka kupata angalau abiria 4 kutoka Uvira, lakini mara nyingi tunarudi nyumbani bila abiria yoyote. Mwisho wa kunukuu. Kiasi kikubwa cha biashara kati ya Burundi na mashariki mwa Kongo kinafanyika kupitia barabara ya taifa 4 na kuifanya barabara hiyo kuwa na faida kubwa, lakini hivi sasa wafanya biashara kutoka Kongo wameacha kununua bidhaa kutoka Bujumbura kutokana na kushadidi mapigano, hasa kutoka kwa waasi wa M23 ambao viongozi wa Kongo wanasema wanaungwa mkono na kusaidiwa na Rwanda. Fiston Mulondoni, dereva mwingine katika njia Uvira Gatumba, ameeleza kusikitishwa kwake na hali hiyo, akisema, mambo yalikuwa mazuri sana huko nyuma. Nilikuwa na uwezo wa kuanza siku yangu kwa kusafirisha abiria wengi kutoka Uvira hadi Bujumbura. Nilikuwa nafanya safari 2 kwa siku, lakini kila kitu kimebadilika sasa na hali imekuwa mbaya zaidi tangu katikati ya mwezi Februari. Sasa tuelekee nchini Urusi ambapo mtu mmoja ameuawa na watu wengine 3 wamejeruhiwa katika shambulio kubwa la ndege isiyokuwa na rubani lilofanyika usiku kucha mjini Moscow, maafisa wa eneo hilo wamesema. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti kuwa kwa ujumla ndege 337 za Ukraine zilizuiliwa au kuharibiwa usiku kucha katika mkoa wa Moscow na mikoa mingine 9 ya Urusi. Mpaka hivi sasa Ukraine haijatoa tangazo lolote juu ya kuhusika na shambulio hilo. Hayo yanakuja saa chache kabla mkutano uliopangwa kati ya maafisa wa Marekani na Ukraine huko Saudi Arabia. Na tuelekee huko nchini Irani ambapo waziri wa mambo ya nje wa Irani Saidi Abbas Araghchi amesema katu jamhuri hiyo ya Kiislamu haitofanya mazungumzo kuhusu mradi wake wa nishati ya nyuklia chini ya mashinikizo, kwani mazungumzo ni tofauti na utumiaji wa mabavu na vitisho. Hatutofanya mazungumzo chini ya mashinikizo ya vitisho. Hatutazingatia kufanya mazungumzo haijalishi ni mada gani ya kujadiliwa. Araghchi amesema hayo katika ujumbe alioutuma kwenye ukurasa wake wa X. Mazungumzo ni tofauti na uonevu na kushurutishwa, ameongeza mwanadiplomasia huyo mkuu wa Iran, ambapo amesisitiza juu ya kuwa na amani mpango wa nishati wa nyuklia wa Iran. Araghchi amebainisha kuwa kwa hiyo kimsingi hakuna kitu kama uwezekano wa mradi wa nyuklia wa Iran kukengeuka na kuwa wa kijeshi. Katika ujumbe wake huo, Araghchi amesema mashauriano kati ya Iran na troika ya Ulaya, Ufaransa
Ufaransa, Ujerumani na Uingereza, na wakati huo huo kati ya Urusi na China kwa upande mwingine yanaendelea kwa usawa na kuheshimiana. Katika mahojiano na Fox News Machi 6, Rais wa Marekani Donald Trump alidai kuwa Iran inaweza kudhibitiwa kijeshi au kwa kufanya makubaliano kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran. Siku ya Jumamosi, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amedai kuwa sisitizo la baadhi ya madola ya kibeberu kutaka kufanya mazungumzo na Iran halilengi kutatua masuala, na kusisitiza kwamba Iran kamwe haitakubali matarajio ya mataifa yanayoidhulumu.